Haleluya. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Unaweza kukaa tafadhali. Kwa unyenyekevu mkubwa kabisa namshukuru Mungu kwa sababu kwaona ninyi mkiwa hapa katikati ya hiyo mvua iliyonyesha leo Nairobi inanipa kunyenyekea kwa kweli. Mungu akubariki kwa kufika. Mungu akubariki sana kwa kufika. Najua umefika kwa sababu unahitaji Mungu akusaidie, unahitaji Mungu akutoe mahali. Kulingana na somo letu, nguvu ya kusema, nguvu ya kunena. Umejifunza, umejua kwamba kunena huwa haku kwa kawaida. Yaani huo mdomo Mungu aliweka hapo, unahitaji discipline hali ya juu kuutumia huo mdomo. Otherwise unaweza kuyaharibu maisha yako, ukaharibu destiny yako, na ukatafuta nani aliyekuloga usimpate. Kumbe wewe tu umeshindwa kujua kwamba baada ya kuokoka wewe ni mtu wa Mungu. Angalia namna unavyoutumia mdomo wako ili kujijenga wewe, lakini ili kujenga wengine, ili kujenga familia yako. Tumeendelea, tumeongea mengi kidogo, ni ngumu kurudi sana. Lakini ninataka nianze tu nikiendelea mbele ili pia nikuombee leo. Na ninachoshukuru ni kwamba mna mtiririko leo, una mtiririko, nitakuombea na bado tena mnabaki kwenye kesha. Basi utakutana na Mungu kwa namna ya pekee sana, sababu kuna wale ambao wakishaombewa wataunganisha tena. Na bila shaka yoyote wiki hii kwako itakuwa wiki ya pekee kwenye maisha yako. Sikiliza, familia nyingi ziko kwenye kilio, familia nyingi. Mataifa yako kwenye kilio, dunia imeharibiwa kwa sababu ya kiungo cha ulimi, ama kwa sababu ya memba tulioko naye anaitwa mdomo ama ulimi. Uliwahi ona mtu amekaribishwa kwenye familia, karibishwa tu kwenye familia, na amekuta familia imekaa imetulia tu? Umekaribishwa kwenye society fulani ama kwenye community fulani, kwenye jamii tu fulani, na umefika, umehama tu, umehama kutoka sehemu ukahamia mahali, na kwa hakika wenyeji wakakukaribisha, karibu sana hapa kwetu, wakakuonyesha hata sehemu ambako huduma zinapatikana zingine, kwamba hapa tunanunuaga maziwa hapa ndiko ndizi zinapatikana hapa, ukitaka machungwa ni hapa. Wakakukaribisha. Alafu baada ya muda mfupi kelele zikaanza kutembea, na wakagundua yule mgeni aliyekaribishwa ndiye ambaye anatengeneza, kwa Tanzania wanaita majungu, yaani maneno mtaani. Unaondoa amani ulioikuta. Mekaribishwa kwenye familia na watu wako vizuri, hawana shida, lakini kitendo cha wewe kuingia kwenye ile familia, unaanza kuiondoa amani kwa maneno. Ulioikuona hiyo ilivyo mbaya, inaharibu, unaweza kusababisha mpaka familia ikapigana. Kuna mtu ambaye unakaa vizuri na ndugu zako, lakini kuna mtu mkimpa nafasi katikati yenu, akianza kuongea, akaanza kufungua mdomo, anapanda mbegu huku na huku, mnaweza kufika kwenye kupigana. Ndio maana Biblia ikasema Mungu anamchukia mtu apandae mbegu za fitina baina ya ndugu. Na mbegu za fitina zinapandwaje? Kwa kuongea. Lazima huyu mtu ana biashara anafanya marketing ya maneno. Anatoa huku, anapeleka huku. Anakwenda kumwambia Pastor Gitai, unajua Pastor Kio, usimuone kama anakupenda sana. Mimi nilikuwa naongea naye kwa simu, akaniambia 1 2 3. Afa anarudi kwangu, Bishop Kio, unasema Gitai ni mwanao sana, unawapenda sana na Lea, lakini sio hivyo. Ameniambia mimi kwa masikio yangu nimesikia kabisa. Amesema hivi. Wakati mwingine ngoja nikwambie pia, kuna mambo mengine unaweza ukapeleka ni kweli.
Wewe mtu kateleza akasema. Na siku hizi wamekuja na jambo baya sana, wanarekodi watu kwenye simu. Wewe unafikiri ni shujaa? Na unatumika na shetani kuharibu amani mahali. Pastor, mimi nina ushahidi, nina voice note yake. Kuna zingine huwa anazikataa. Anambia hapana, acha. Sasa huyo mtu yuko kazini kuharibu amani. Sikiliza, una amani na mtu kabla hujajua upande wake wa pili. Usitake sana upande wa pili. Bakia hapo, itakusaidia. Maisha yako yatakuwa na utulivu. Sasa kuna watu ambao tunawakaribisha kwenye maisha yetu, lakini wanachokuja kufanya ni kuhakikisha kwamba watatutawanyisha. Tutafurugana baina ya mume na mke, baina ya baba, mama na watoto, baina ya familia, baina ya ndugu. Anavuruga. Kanisani unakaribishwa vizuri. Unasema mimi sikuwa hapa nikishiriki na ninyi, lakini nimeshiriki siku ya kwanza ya pili, nimesikia amani ya kukaa hapa kabisa. Na unajua wapendwa, anakuambia karibu, jisikie kama nyumbani. Kuna kitu naogopaka kama hilo neno la kumwambia mtu jisikie kama nyumbani. Sawa, hujui kule nyumbani kwake anakaaga namna gani. Na anaweza kuyafanya hayo hapa ukashangaa mnapigana. Unaona mgeni umempokea, kama vile niko pale kwa Reverend pale. Mahali pa heshima pazuri sana nimewekwa. Habana tofauti na hoteli ya nyota 5, natulia tu. Msitafute kwenda huko wote kama hujawahi fika. Na wale waliofika wanajua ni hivyo. Nimetulia. Alafu anaamka asubuhi ghafla, Apostle Akio, Bishop hayuko kwa nyumba, amefungua gate, anarandaranda kwa majirani. Alafu narudi baadaye nikipuliza mluzi. Anambia, "Hey, vipi?" Anasema, nilikuwa nikijaribu kuangalia watu wanaishi hapa. Kwani wewe ni mtu wa Kanjo kukusanya madeni? Unatafuta nini kwa watu? Biblia inasema umefika mahali wamekukaribisha, kaa kwenye nyumba hiyo, tulia. Unaanza kutembea, unakuta mtu umemkaribisha wiki moja, hata watu hujawahi wafahamu wewe jirani, ameshawajua wote. Anawajua majina yao. Sasa sikilizia muziki utakao kuja baadaye wa maneno sasa. Mtaanza kuvurugana, mtaa mzima mnatafutana na mapanga. Hao kama mtu katasepa, katapotea, kataacha mkitafutana na moto. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno wamepeleka. Kwa sababu huwa kuna maadui pia ambao mara nyingi walikuwa wakitutafuta na hawana mlango ambao watatupata nao. Mara akionekana mtu aliyoko karibu na wewe anajipeleka kwao, ndio huyo watamtumia. Sasa walikuwa wanatafuta kukujua. Reverend, kuna watu hawakujui kabisa. Siku akimpata Pastor Njehi, sijui ni Njehi au nani. Siku akimpata James, si ndio? Ya, la James ni jepesi. Siku akimpata James wakanywa naye kahawa. Ambia tunakuona uko na Reverend Gitari. Sababu yes. Lakini vipi na anakufanyia vizuri, lakini kwa sababu ana hela sana, anakufanyia vizuri. Yani, wanaanza kuchunguza vitu ambavyo ni vya ndani. Na usipoelewa, ukianza kufungua mdomo badala ya kunywa kahawa. Ruhusu mdomo ufunguke, unywe kahawa peke yake na uondoke. Kama mtu amekupeleka ukapate lunch, huo mdomo ufunguke, ule lunch na uondoke. Sio mengine. Kwa sababu huwa wanabembeleza mpaka ufungue mdomo uongee kitu. Kwani ujifunzi kwa Delila? Alikuwa anabembeleza ili Samson afungue mdomo. Na siri ya Samson ingefahamika tu kwa kufungua nini? Mdomo. Sasa wakati mwingine hata kama ni kweli, achana nalo. Sio biashara yako. Hao tunasema ni ukweli kabisa, nimeona. Hivi una habari kuna sehemu watu wanauana kwa sababu kuna ukweli uliozungumzwa? Ukweli. Kwa sababu definition ya ukweli kwa mwanadamu sio definition ya ukweli ya Mungu. Kama ukisoma Biblia vizuri, na mimi sikutumi uisome sana, sababu unaweza usijue mengi. Soma kwa kiasi unachoweza wewe. Lakini nasema kama ukisoma Biblia vizuri, utagundua hekima za Mungu ni kama zinazunguka hivi. Ngoja nikupe mfano mmoja tu.
Kuna wakati mmoja ambapo mtu mmoja wa Mungu anasema anamuona huyu ni mke wake Abraham, mke wake Sara, ni mkewe kabisa. Lakini kuna mazingira alifika akasema huyu ni dada yake. Kwa mtu anasema ukweli au ni uongo? Ni uongo. Mmejua uongo? Kwani si wanadamu wote wametoka kwa mwanamke mmoja duniani? Hata ninyi hapa ni Wakikuyu wa Kenya na mimi ni Mmeru wa Tanzania. Lakini tukirudi tumetoka wote kwa Adam. So wewe ni dada yangu pia. Sikosei. Lakini mazingira ya pili ninaweza kukuita kwa jinsi nyingine. Sijui kama unazigundua hizi hekima zinazozunguka pale. Ndio maana ukisoma maandiko mengine kule mbele wanasema naye kweli ni dada yake, maana ni umbu lake, maana ni mtoto wa sijui wa nani huko. Amepelekwa kwenye relative fulani huko. Mazingira yalimfanya hivyo. Unajiuliza kwa nini huyu mtu bado Mungu akamvumilia? Kuna nini hapa? Nini najifunza? Nisifikiri na ujua ukweli inavyostahili. Ndio maana lazima nifunge kinywa changu. Maana kuna ukweli nikiupeleka utaleta vita. Tulia. Ndio maana kuna wale wanaotumwa maspai, wanaotumwa kupeleleza mataifa mengine, wanaingia kupeleleza. Unajua atapeleka ukweli. Lakini huo ukweli ukishafikisha utaona majeshi yakianza kupangwa kupigana na wengine. Kuna watu watakufa. Kumbe haikufaa hii ripoti ipelekwe. Ilipaswa kunyamaza. Kama wanadamu wakitumia vinywa vyao ipasavyo, dunia itatulia. Familia zitatulia. Umoja kwenye familia utadumu kwa sababu hapata kuwa na mtu wa kugonganisha. Wewe ni mwanafamilia, acha kutoa taarifa nje ambazo hazikuhusu. Mnapanga jambo kanisani, unakutana na mtu wa kanisa lingine, ni kuhakikishie habari zinazofaa ninyi kushare ni andiko la Mathayo na la Luka peke yake, sio mipango ya kanisani. Sababu unampa adui kile unachopanga. Sijui kama mnanielewa. Taarifa zinazojulikana na upande wa pili kuhusu mipango yako ndizo zinazokupelekea ufeli, kwa sababu upande wa pili unaanza kutamka kinyume cha mipango yako. Hawezi kutamka kama wajui unachofanya. Mtu anatembea, umkaribisha mtu nyumbani kwako, amelala siku 2-3. Anaenda kwa jirani anasema nilikuwa hapo kwa fulani, nimewacha hapo maana wanapanga kununua gari. Na unajua hujamtuma, hata hajachangia, amesikia tu mkiongea. Sema wananunua gari lingine. Wananunua gari lingine. Wapi? Nasikia kwamba kesho itakuwa ikija kutokea Nakuru. Nashangaa gari linafika katikati, alafu ninaenda kupata ajali. Kwa nini? Kuna kama mtu kameenda kufungua mdomo mahali, alafu adui wakapata namna ya kukuataki. Unaanza kutafuta nyumba mahali, unawaambia watu kabla. Kama mtu kanaenda kumwambia anatafuta frame ya kufungua duka mahali gani? Si mahali fulani. Ghafla unakuta kuna mtu ameshawahi ile frame na ameshalipia. Alikuwa hajawahi kufikiria. Kwa nini? Umeongea na mtu ameenda kuongea. Mdomo tu unatumika vibaya mpaka unaharibu. Unafika pale unasema hai guy, na nilikuwa nakuja nikalipie. Kosa liko wapi? Uliongea. Watu waliofanikiwa ni watu wenye siri nyingi sana. Nenda kachunguze tu. Watu wanaofeli maisha yao ni watu wenye tararira nyingi za mdomo mitaani. Wanaongea mno. Msione hivi, mwakani Januari mtanikuta hivi. Msione hivi, unatangazia nani? Wewe wapige watu matukio. Lakini ukisoma pale kwenye kitabu cha Mwanzo, pale mwanzoni kabisa, asema hapo mwanzo kulikuwa na mbingu. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini ukienda pale mbele, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini ukienda pale mbele unakuta kuna uumbaji fulani hivi.
Sisi tunauita uumbaji wa ghafla, uliendelea pale mbele. Sasa unajiuliza huu uumbaji wa hapa mbele hapa, na ule mstari wa kwanza unasema hapo mwanzo kulikuwa na Mungu duniani. Kitu cha kwanza aliitikisa misingi ya dunia, akaharibu. Kwa sababu adui yako kile anachokijua ndicho atakachokiharibu, na hawezi kukijua usipomwambia kwa kinywa chako. Lazima ufike mahali uambie mdomo wako, mdomo wangu kuwa na adabu, wacha kutoa siri za ndani, wacha kusema siri za familia, wacha kutangaza ninakoelekea. Ajue Mungu Jehova mwenyewe ninachotaka kwenda kufanya. Mungu ajue peke yake. Sa Mungu alipogundua, akaangalia hivi, akagundua, akaona dunia imekuwa maji kila mahali. Kale kanyamani kaovyo sana, akaliharibu mpaka kenyewe akakujiachia space ya kukaa. Maana huwa ni mtu mwenye plani za kufeli. Huwa plani zake zinafeli nyingi sana. Kwa hivyo yeye mwenyewe alibakia, amebakia ajue anakokaa. Mungu alipoona dunia, ndio unamkuta Mungu sasa anafanya vitu vya ghafla. Jifunze kufanya matukio ya ghafla. Anasema iwe anga, inakuwa. Iwe mwezi, unakuwa. Iwe jua, iwe nchi kavu, iwe bahari. Kwa hiyo shetani anashangaa kuna matukio. Sema matukio. Acha watu waone pale kwako matukio. Waone msingi, foundation ya nyumba ninapanda. Ni nini kipile kinachojengwa pale? Wakati wakituma spy waje kupeleleza, wanakuta ni nyumba inaenda. Fedha umepata wapi? Hapana. Wanashangaa ghafla. Wacha watu waone. Kuna familia nyingine hata kuolewa kwako, malizia kanisani na mchungaji haraka, vita yako ni kubwa. Hamtanielewa mambo haya leo wanangu. Hamtaelewa. Sio kila mtu ameruhusiwa kufanya sherehe nyingi. Tuna vita tofauti. Sherehe wakati mwingine tunawaalika hata wale wanaotuharibu kwenye ile jambo, kwa sababu hatuwajui. Unaambiwa alika familia yote. Ndani ya familia yenu wanatakaga mchungaji anayefungisha ndoa. That's all. Ninyi hamuelewi kwa nini siku hizi kuna utata mkubwa, watu wanaoana ndani ya muda mfupi wameachana. Ndoa haikaliki, ngumi zinapigwa ndani kama ni uwanja wa box. Kule ndani. Unashangaa tangu siku ya kwanza mchungaji kesi zinakuja. Ni nini shida? Unaambiwa haka kabinti kanatandika judo haijawahi kutokea. Ukimuuliza binti analia, anasema hata sijui natoa wapi nguvu, amerushiwa pepo la judo. Kwa nini? Aliangalia kutangaza, alienda kwa familia iliyoko Mombasa, iliyoko Bungoma, iliyoko wapi. Kila mtu afahamu mazingira yake na namna ya kutembea nayo. Hatuwezi kuwa uniform. Mazingira yako ukishayajua, funga mdomo unachotaka kwenda kufanya. Wakikuuliza tunakuona busy sana, mbona usema hamna shida? Kumbe unashughulikia kuolewa wiki hii. Mbona unaamka asubuhi, unarudi na begi tu jioni mwanangu? Una nini? Kuna wakati mwingine unanyamaza kabisa. Na pastor umeshamueleza A to Z kuhusu maisha yako. Mwambie pastor, mimi naomba tu ili nivuke hapa, kwa sababu nimepanga kuolewa mara 5 ikikataa. Na mwingine ulipopanga kuolewa akamuoa rafiki yako. Ulipopanga huyo akaoa anti yako. Ulipopanga chini, hata sio kila mtu pia ukamtambulisha rafiki yako, unajua. Sio. Na tumefeli. Na kinachopeleka taarifa zote ni nini? Mdomo. Utakapofungua mdomo tu utakosea. Wacha watu waone ulianzisha duka tayari. Saa nyingine ni wanapita tu wanasema hebu tununue soda pa. Kai, ni wewe uko hapa uliajiriwa ama? Anashangaa iko hata kama ni picha yako ndogo nimekaa pale na umeweka picha yako, ile ni picha yako. Mbe duka ni ya kwako. Okay, nikuuzie nini? Kuna vitu vingine hatujibu. Mwambie, nikuuzie nini? Akiondoka anashangaa, sasa nikweje?
kuuzie nini? Kwani alipokuwa anaingia alikuwa anunue kitu au aulize maneno? Siendelee na business. Akitoka hapo muangalie vizuri tu, atakapogeuka tu hivi utaona akishika simu, zinapigwa tayari simu, utaona tu akishika simu. Sema huwezi kuamini, na usiniulize nimetoka duka gani. Sasa umetoka duka gani? Hai, si hamwangi mwanga na duka, hana duka. Imagine, sijui hata ametoa wapi hela, kwa sababu watu wanatukadiria maisha yetu kwamba hayatafika mahali. Ndio kule Tanzania kuna msemo, sijui kama ulifika Kenya. Kule Tanzania kuna msemo, sijui nani kaubuni, ambao wanasema mwalimu wa maths alisema hutafika mbali. Unajua lile somo ni gumu sana. Mimi nafikiri hapa nikiuliza maadui wa maths mko wengi sana. Mko wengi sana. Maths, mahesabu, somo la hesabu mlilichukia wengi na walimu wenu wanawaambia wewe sioni ukifika mahali. Alafu sasa siku hizo wanapigaga picha wakiwa kwenye maeneo, wanarusha TikTok, wanasema yule aliyesema sifiki mbali hapa ni wapi? Hata leo baadaye piga picha kwa hapa hii madhabahu, rusha sema aliyesema sifiki mbali hapa ni wapi? Wapige watu, piga watu matukio washangae. Wewe rusha tu kusema kwani hapa ni wapi? Akiangalia huko, na hapo ni New York. Kwani ni kweli? Unataka kwenda ng'ambo, unatangaza kijiji kizima, mkoa mzima, na naenda Britain. Kaulize watu wengine waliotakaga kwenda walikutana na nini? Tukasugua magoti. Sugua magoti sawa sawa. Upinzani mkubwa. Utoboi. Sasa kuna watu wanatangulia mbele kuzima ulichokisema. Sema ulichokisema. Ulichokitangaza ndicho kitazuiwa. Ulichokiongea ndicho kinazuiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu katika kunena. Shetani kuna wakati anahamishia nguvu yake kuzuia tuliyoyatamka. Ndio maana njia pekee wakati mwingine ni kutulia na kutokea na matukio. Hata wakati mwingine sio wakati wote, hatuagi kila wakati unaenda wapi. Kuna level ukifika, sio lazima watu wajue ni unaingia muda gani na unatoka saa ngapi. Ni usalama pia. Sababu the more unavyopunguza kujieleza, the more unapokuwa safe. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Kuna vitu tunavyovifanya kwa kufurahi wakati mwingine, na tunajikuta tu ni furaha. Hata sijui kama ni uliwahi jua kwamba kuanika vitu vyako vingi sana, hata watoto wadogo kwenye mitandao, unataka waanze vita mapema, wanashambuliwa mapema. Tunajikutaga kweli tumefanya, kwa sababu tunajikuta tu umefurahi tu umerusha. Lakini ngoja nikwambie bado kuna siri hatari hapo. Kwa sababu kabla adui hajajua chochote ulichonacho, hawezi kukushambulia. Sijui kama mnanielewa. Ngoja nirudie. Kabla adui hajajua chochote unachomiliki, hawezi kukushambulia. Hata serikali ukiweza kuificha kujua kama wewe ni tajiri na unamiliki nini, hawezi kukuzungushia sana kodi. Wewe anza kutangaza tu. Kuna watu wamebanwa na serikali kwa kuwa wao wenyewe wameonyesha kila siku ana supermarket wanaambia hebu angalieni huyo mtu analipa kodi kweli. Sio ndio umeanika mwenyewe. Vinavyojulikana ndivyo vinavyoshughulikiwa. Mtu anayenyamaza hujui mwelekeo wake. Na kama ukiongea, ongea kwa password. Hilo usisahau. Kwa nini naongea? Kwa nini naongea? Kwa hiyo heshimu sana. Hata ukikaribishwa mahali, tunza amani hapo. Mdomo wako usiharibu. Sababu kuna watu hodari wa kuharibu amani na kuondoka. Unaharibu amani, unaondoka. Unagonganisha familia, unaondoka. Unagonganisha mtaa mzima, unaondoka. Unagonganisha kwaya, unaacha kwaya haina utulivu, inayumba, unaondoka. Na yote ni maneno. Nimesikia. Hii says imeleta shida kubwa sana. Zaburi 35 mstari wa 28. Zaburi 35 mstari wa 28. Zaburi 35 mstari wa 28. Okay, sawa. Nishangaa.
Na ulimi wangu utanena haki yako, na sifa zako mchana kutwa. Hiki ndicho kinachotakiwa kijae kwenye mdomo. Haki ya Mungu, sifa za Mungu. Ukifungua kinywa chako, zungumza mambo ambayo hata mtu akiyachukua hawezi kuharibu maisha yako. Hujampa kodi ya biashara yako, umemwambia vile ambavyo unakwenda mbinguni. Hapo sitokio naona mambo yanaenda vizuri. Vipi, siri ni nini? Siri ni kutembea na Yesu. Sio kila mtu tunayemwambia mwelekeo wetu. Sisi tutafanya kile ambacho Biblia imetuambia, kwamba na ulimi wangu utanena haki yako, na sifa zako mchana kutwa. Na hii ni kwa sababu mzee Yakobo ameshatuambia kwamba ulimi una uwezo wa kutia mwili wote unajisi kwa kuongea isivyo. Sasa wana wa Israeli walipaswa kufuata alilosema Mungu tu kwa vyovyote vile, na sio walilosema wapelelezi 10 kati ya 12. Sababu hapa kuna watu wawili wanaongea, na lazima uwe makini unafuata lipi. Hapa kuna Mungu anaongea, hapa kuna wapelelezi 10 wanaongea. Haya yote ni maneno. Ukikosea au maneno yatakuangamiza. Kama ukisoma kitabu cha Kutoka mlango wa 3, Exodus, kitabu cha Kutoka mlango wa 3 kuanzia mstari wa 7. Mstari wa 7 kuendelea kidogo. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijaayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri. Huku mbele anaendelea kuongea, lakini hapo nyuma ameshatoa password. Rudi mstari wa nyuma kidogo. Unajua password iko wapi hapo kwenye huo mstari? Yaani ukishindwa kusoma mstari ule, achana na Waiti na Waamori na nini. Soma pana nchi ijayo maziwa na asali. Ile ndio ilikuwa password ya kuwafanya waende wanakoenda. Na ni Mungu aliisema. Sijui kama mmeelewa. Kuna maneno yako hapo mengi, lakini password imebebwa na hiyo kitu. Hii ndio Mungu amesema, na ndicho Mungu anataka kutupa. Kama ukienda kwenye Yeremia utakuta anasema nchi iliyojaa shibe. Iliyojaa nini? Mwanadamu akishiba tu umemalizana naye. Ndio maana niliwahi hubiri wakati fulani kwamba kama kuna kitu cha kiogopa duniani ni njaa. Njaa itakupeleka kwingi. Tena njaa ikihama tumboni, kahamia kichwani. Hatari sana. Hatari sana. Sasa Mungu alijua hii ni taji. Akamwambia hiyo nchi imejaa shibe huko. Hiyo ilikuwa password tena ambayo nabii Yeremia anaigundua. Kwa hiyo kama ungemsikiliza Mungu alichokusudia, wapi anawapeleka ni mahali ambapo watakula na kunywa. Kuna chakula. Nchi iliyojaa maziwa na asali. Ni kweli kuna nyuki, ni kweli. Lakini Mungu aliibana hiyo kwenye mabano. Aliyoweka kwenye mabano. Ni kweli kuna kwenda kufuga ng'ombe ili upate maziwa, lakini aliiweka kwenye mabano. Kuna wakati Mungu anaachana na process, anaenda kwenye result ili uende. Ukitaka kufanikiwa wakati mwingine, achana na ugumu hapa. Angalia unakofika. Kama mtoto ataangalia kuteseka huku kwa miaka na hayo madarasa, anaweza kushindwa kufurahia PhD iliyoko mbele yake. Anaweza kushindwa kufurahia masters iliyoko mbele yake. Kama akiangalia adhabu za shuleni, baridi ya shuleni,
ambayo hiyo yote inampeleka kwenye matokeo pale mbele. Na matokeo kwa Mungu aliwaambia kuna nchi, sema nchi yenye maziwa na asali. Hebu tuendelee mstari mwingine. Anasema okay, kwa kuokoa muda unaweza kusoma kwa wakati wako. Nenda kwenye Kumbukumbu la Torati 1:20. Kumbukumbu la Torati. Shika neno la Mungu pale aliloongea. Nataka hiyo ushike. Nataka kukuonyesha maneno mawili. Mungu anasema amewapa kuna nchi yenye maziwa na asali. Kumbukumbu la Torati mstari wa 20. Mstari wa 20 anasema hivi: nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima ya Waamori anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Pale si waliambiwa, na hapa wamefika. Wako huko mmefika. Na tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia. Usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu, mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupelelezee nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoifikia. Kuna mahali nataka tutofautiane na ninyi wote. Tutofautiane kulingana na ufahamu wako, sina shida. Lakini sina hakika kama Mungu mpango wa kutuma wapelelezi, sina hakika kama ulikuwa wa Mungu. Sijui kama tuko pamoja mpaka hapo. Watumishi wa Mungu. Ni Mungu alimwambia Musa. Huu mpango ulimea wapi? Huu mpango unamea kwenye hofu. Unajua kwa nini? Wale watu walikuwa kisafiri na watu wanaoongea. Walikuwa kisafiri na watu naongea. Kuna uvumi wa habari zinaenea. Watu wakaanza kusema, hapana bwana, ngoja tukaangalie kwanza. Wakamwambia Musa, tuma kwanza watu bwana. Huko tunakwenda huko tusiende kichwa kichwa bwana. Tutumia akili sana. Kumbuka Mungu ameshasema kuna nchi. Sema kuna nchi. Kile Mungu anachokuambia kiamini bila kutia shaka. Kiamini bila kutia shaka. Hata leo hapa nitakapokuwa nafuta maneno yote, amini bila kutia shaka na itakuwa kwako. Sumu ya safari yetu ni mashaka. Na mashaka pia uletwa na hearsay. Kuna kamdomo katasema, kakisema italeta hofu. Nilitaka nikuweke vizuri hapa uone mchezo ambao unaanza kutendeka hapa. Anasema mkanikaribia, mkaniambia. Nanyi mkanikaribia, mkasema, kila mmoja wenu mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupeleleze nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoendea. Mimi na uhakika Mungu alipotoa maelekezo alikamilisha. Maelekezo ya Mungu huwa yamekamilika. Na anataka uende kwa imani katika yale aliyoyasema bila kusikiliza usemi mwingine. Na Mungu alishasema, amewaambia, mimi nchi ninayowapeleka nina hakika nayo wanangu. Kuna maziwa na asali, na akawatajia mpaka na nchi yenyewe. Ilikuwa ni jukumu lao kwenda na kuingia na kumiliki. Kuna vimdomo vilikuwa vikieneza habari, ikaleta hofu. Asema neno hili likanipendeza sana. Nikatoa watu 12, mtu mmoja wa kila kabila. Nao wakageuka wakapanda mlimani, wakafika bonde la Eshkoli, wakalipeleleza. Wakatoa baadhi ya matunda ya nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini. Wakatuletea habari tena, wakasema, nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema. Lakini hamkukubali kukwea huko. Kwa nini bado wakatai tu? Sababu kuna maneno. Sema kuna maneno. Kwa nini wakakataa? Kuna kitu kinasema nchi ni nzuri kabisa, Mungu ni anatupa, lakini bado wakagoma. Unajua kwa nini? Pasta, uliwahi kuona unamuhimiza mtu kufanya kitu na anasita? Kwa sababu kuna maneno yameshatangulia hayo maneno yako.
na amejaribu kuyaamini kuliko. Unapata shida, huyu mtu namwambia hafanye hiki, hataki kufanya. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna taarifa za awali zimetangulia. Kuna maneno yametamkwa tayari na yanampa mtu huyu shida. Kwa taarifa yako, yale maneno yanayokuja kinyume na Mungu yanakujaga na nguvu kubwa sana. Yanakuja na nguvu kubwa. Usiombe kuwaombea watu ambao wameshaambiwa kwamba unatumia nguvu mbaya. Pastor Sami anakuja anataka ambia njoni kuombea, anakuja yana maana hii, funika macho. Kwa sababu aliambiwa huyo mtu muangalieni, akinyanyua mkono mmoja unageukaga kuwa nyama kabisa. Sasa kama mtu lakini hapana, wakati ukitaka kupeleka mkono anapiga magoti, anajifanya kama ni amenyenyekea. Maana yani tayari ana taarifa mbaya. Mungu aondoe taarifa zinazotuwekea vikwazo. Mungu aondoe yale maneno yanayotuzuia kuendea baraka zetu. Mungu akufungue, uwe huru. Ili neno la Mungu likisema unalidaka lilivyo, unaliamini lilivyo, una mashaka na jambo lolote la kimungu. Una mashaka na maagizo ya madhabahu ulioko. Kila kinachoagizwa madhabahuni unakidaka, maana unajua ni cha Mungu. Ukisharibika moyo wako, unarudi nyumbani na mmeo na mkeo unaanza kusema, yenyewe imetangazwa, lakini saa nyingine akili za kuambiwa maneno ya kuambiwa, ongeza na akili zako. Sio kufuatafuata tu hivi. Fikiria na wewe, tumia akili na wewe. Mnaharibika. Ndio maana siku hizi tuna Wakristo wagumu sana kuwaongoza. Maana ni kama vile wamekuwa na akili nyingi bila kujua wanaharibika. Sikiliza, imani na hofu vyote vinategemea kisichoonekana. Sijui kama umeelewa. Wanasema imani na hofu, faith and fear, believes in what is not seen. Yani vyote hivyo vitu viwili vinaamini kitu ambacho hakionekani. So it's up to you kujua kwamba niamini, niweke msingi wangu kwenye imani hata kama sioni, au niogope niamini nisichokiona. Sikiliza, habari imeenea kwamba hapa barabarani kuna simba yuko hapo. Ikifika saa 2 usiku kuna simba anakaa hapo na hujawahi muona. Lakini imani inasema kwamba saa 2 ukipita hapo kuna uwepo wa Mungu unatembea nao mpaka nyumbani. Sasa ni juu yako kuchagua kwamba unaamini nikifika hapo kuna uwepo, naanza kunena kwa lugha natembea, au waamini kuna simba ukifika pale urudi ukipiga nduru. Kwa Tanzania wanasema yowe, urudi ukipiga wai, maana kuna kitu kimetikisika hivi tu. Na hofu ina uwezo wa kuchora maumbile, nachora umbo kama nimeona kabisa. Na usiombe kukutana na watu waongo kama waoga. Waoga anaweza akakwambia amemuona tembo pale katikati ya Nairobi, hapo katikati ya mji yuko tembo hapo. Alipita saa 8 za usiku, anawenga kwenye macho yake na kuna story na amesikia. Basi akatangaza tu. Kumbe hakuna chochote alichokiona. Ni hofu. Kataa hofu ambayo maneno mabaya imepandikiza ndani yako. Hofu. Familia ya kwenu imejazwa hofu na maneno mabaya ambayo tutayafuta leo. Maneno yanayosema hamtafanikiwa, nasema mtafanikiwa kwa jina la Yesu. Maneno yanayosema hamtaolewa, nasema mtaolewa kwa jina la Yesu. Wanakupa historia zao za ovyo ovyo, wanakupigia historia, njoo binti yangu tukae nikueleze, muombe sana. Na wakati mwingine wanakuambia kama vile wanakusaidia, omba sana Mungu. Unajua huko kwenu mara nyingi wakiolewa wanarudi nyumbani, si unaonaga shangazi yako, si unajua hata mama yako ni single mother kwa sababu naye aliolewa akatoka. Potelea mbali shangazi na nani. I have not a man them. Mimi na Yesu tuna makubaliano, nitafanikiwa. Chana na hiyo habari.
Wanakueleza, unajua kule kwa familia ya kwenu hata mtu akijenga nyumba inabomoka. Wanakutajia nyumba kama 5 ambazo zilibakia kwenye lenta, kwenye foundation. Waambie ni wao hao, hawakuwa na mkataba na mbingu, lakini mimi nilioko hapa hayo maneno yanihusu, maana ninalo neno la Jehova. Ninalo neno la Jehova. Yesu makofi, glory. Hayo maneno watu wanakataa kukwea, hawaendi. Mungu amesema kuna maziwa na asali, watu wanakataa kwenda. Wameleta jaribio la kwanza, napasa si utume kwanza watu wakaangalie njia. Watu wameenda, wamekuja na matunda, wamesema nchi ni nzuri, wamekonyezana hivyo, wasema tusiende, kuna hatari. Ni nani aliyesema hii hatari wakati Mungu amesema kuna nini? Maziwa na asali. Hivi una habari kuanzia ulipookoka njia yako ilinyoshwa. No matter utapitia mambo gani, wewe pita unakopita tu. Biblia ilishasema kuna kitu kinachoitwa bonde la uvuli wa mauti, lakini wakasema sitaogopa nijapopita kati ya bonde la uvuli, maana yake sitafia, hapo pia nitavuka. Kuna kitu kinachoitwa katikati ya moto, nijapopita kati ya moto sitateketea. Nijapopita kati ya maji mengi sitagarikishwa. Kuna mahali nitapita patakapo nimalisha, kwa sababu mimi ni mtu wa ahadi, ni mtu wa neno, na neno la Mungu limeniahidi nijapopita kati ya maji mengi, katikati ya wachawi, katikati ya maadui, nitafika ninakokwenda. Ninakokwenda nitafika. Hatujaitwa kukwamia hapa. Kuna mahali tumetumwa tuende, kwenye nchi yenye maziwa na asali. Kuna Waperizi ndio, kuna Wahiti ndio, kuna kina nani ndio, hayo makabila 7 yenye nguvu kutuliko yapo ndio, lakini kuna mahali nimetumwa kwenda, nako kuna maziwa na asali. Familia yenu haiwezi, hajawahi nunua mtu gari huko kwenu, hajawahi nunua, hajawahi kuwa na dokta, hajawahi kuwa sijui na baisikeli. Ni sawa. Hayo maneno yenu yanahusiana na hao, ni hao, but sio mimi. Mimi nimeingia maagano, nimesaini contract na mbingu. Mimi niko kwenye business na Mungu. Kuna mahali mimi naenda, na kwa taarifa yako, Mungu akusaini business hiyo, akusaini hiyo na baba yako, contract hiyo na mama yako, akusaini na ukoo wako. By the way, ni wewe utakaye waokoa hata wao. Kama wangalipo hai wanakutegemea wewe. Kama wangali hai wanakutegemea wewe. Kama wangali hai wanakutegemea wewe. Mtu aseme amina. Usijiangalie ulivyo leo hapa, usijiangalie hata kidogo. Mungu alinionyesha ninyi juzi, ndio maana jana nikawaambia naongea ninyi kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu ninyi si watu wa kawaida hapa. Na mimi nataka kukuambia usijione kama wa kawaida. Hata kama uko kwenu kuna majianti wameshafeli tayari. Ukisikia story zao zote ni za kufeli, ni failure. Wote wanakusubiri wewe. Ndipo utafanikiwa. Kwa nini ukae na mashaka? Na Mungu ameshasema. Na watu wameshaambiwa watapona. Unamwombea mtu na unamuona ana habari nyingine ndani yake, kwa sababu ni ana habari ya daktari. Hajawahi pata huu ugonjwa mtu mwingine hakapona, kwani si huyo? Unasahau Lazaro pia na alikufa na akafufuka. Kwani si waliokufa wanaendaga? Unasahau kwamba binti wa mjane wa Nain alifufuka. Pale wengine walipozama, wewe hautazama. Pale wengine waliposhindwa, wewe hautashindwa. Niko hapa kukuambia, pale wengine waliposhindwa, wewe hautashindwa. Walipozuiwa, wewe utapita through. Maana njia za wana wa Mungu sio njia za wana wa dunia. Na ujumbe wa Mungu kwako, amekuagizia mahali penye maziwa na asali. Na utatembea, utaenda, hakuna mtu anazuiwa. Tunamalizana hapa leo, tunamalizana hapa.
Niruhusu tu niongee kidogo nikuweke sawa sawa ili tumalizane. Na ninapoendelea kuongea hivi, malizana na maneno. Malizana nayo. Malizana nayo. Hata unaogopa. Binti mmoja pale Tanzania akaniambia, mimi naogopa hata kuolewa. Afadhali nikae hivi. Kwa nini? Kwa sababu kwetu hakuna hata mmoja anayekaga kwa mume. Anaogopa kwenda kwa mume hatoke. Nikamwambia, nani alikwambia ni wewe? Nani alikwambia ni wewe? Akaniambia, sasa baba, hata na hao kwetu wengine wameokoka eti. Ngoja nikwambie, kukusanyana pamoja kwenye majengo ya kuabudu kufungishe nira na kila mtu. Una barabara yako. Sijui kama umenielewa. Kama umeketi na watu kwenye siti moja, hata hapo mlivyokaa hivi, kama hawa waamini, wewe amini peke yako. Amini peke yako. Kama waamini, amini peke yako. Kama hii ibada nzima hayaamini, amini peke yako mama. Amini. Maana kuna mahali Mungu anakupeleka. Na najuae utakapoamini, Mungu atakapofanya, ndipo utasababisha wote waamini. Ni wewe peke yako. Karabosaka. Yay! Ni wewe. Kuna wakati hata makusanyiko yanatutesa. Wanashindwa kwenda tunakokwenda na Mungu. Wamejaa udini ndani yao. Kama watu wamejaa udini, achana nao. Endelea kuamini peke yako. Maana kuna mahali Mungu anakupeleka mzee. Kuna mahali unapelekwa ni wewe. Na njia yako sio njia ya kila mtu. Njia yako ni yako wewe. Njia yako ni yako. Naongea na mtu mahali hapa. Hey. Naona watu maneno yanafutika. Naona maneno yakifutika. Habari za Wayebusi, Wahiti, Waperisi, wachawi wa kwenu, wanaojua kuloga sana duniani, achana nao. Mwisho wao kuloga umeishia kwako. Hapa haitavuka tena. Mbingu zimeweka beria. Hawatavuka hapo tena. Maana kuna mahali Mungu anakupeleka. Jesus. Ngoja nikupeleka haraka, nataka kwenda kuombea. Uwepo wa Mungu endelea tu. Kuna mahali unaenda. Amini maneno haya. Na maisha yako hayatakuwa kawaida tena. Maneno yametuweka njiani sana. Kuna watu wanajua mengi. Mhubiri, mchungaji akihubiri hivi, wanarudi kukuhubiria nyumbani. Wanakuvunja moyo. Ngoja nikuhakikishie, hakuna mtu wa kuaminiwa 100%. Hata kama ananena kwa lugha kuliko wewe. Kuwa makini naye kama haamini kule Mungu anakokupeleka. Maana wewe ndiye unayejua mahali Mungu anakupeleka. Kuwa makini na mtu yeyote ambaye haamini kwamba kuna nchi ya maziwa na asali mbele yako. Kuwa makini na mtu ambaye haamini utafanikiwa siku moja. Mtu anayekuambia mtu akifikisha umri fulani hatafanikiwa, ni kweli kinadharia. Kuna umri ukifika unakata tamaa. Lakini ngoja nikuambie, hata kama umefikisha miaka 80, Mungu anaweza kufanya. Ngoja nikuambie, nini Mungu anachoweza kufanya kwa watu ambao age imeenda sana. Kitu Mungu anafanya, anarudisha miaka yako nyuma. Watakuhesabia huo umri, lakini nguvu zako zitarejea. Utaanza kuona matukio ya miaka 30, 35, 40. Hata kama uko na 70, usikate tamaa mwanangu. Mbingu zikiamua zinarudisha umri wako nyuma. Utashangaa umesimama, hauzeeki tena, hauinami tena. Unaendelea miaka 20 mbele. Kila wakikuangalia uko hivyo. Kila wakikutembelea uko hivyo. Sura yako haichakai tena. Natabiri juu ya mtu mahali hapa, hautaendelea kuzeeka.
Ninasimamisha umri wako mpaka ndoto yako itimie. Natabiri juu ya mtu mahali hapa, hautaendelea kuumwa mifupa, itasimama mpaka ndoto zako zitimie. Ripaka sakara. Yes. Yes. Sikiliza. Ngoja nikupe kidogo, kaa kidogo. Kaa kidogo, nakuomba kidogo, twende soge. Tusogee kidogo, tunakwenda kufuta kila neno lisilo maana kwenye maisha yako. Leo tunalifuta. Ninaamini una sadaka yako ya kufuta. Tunafuta kila neno lisilo maana. Neno lolote lisilo na maana kwako, hata kama ni la maumbile, hata kama ni la kiuchumi, la kifamilia, la taifa zima, tunafuta. Hatutakubali maneno yao. Sema hatutakubali maneno yao. Hatutakubali maneno yao. Kwa sababu kuna nguvu kwenye kunena. Sisi leo pia tutanena. Tutanena. Na pale juu akasemaje? Tutazungumza sifa na haki ya Mungu. Tutanena. Lakini kuna kitu nataka nikusomea haraka haraka twende. Anasema hivi. Mungu wangu. Nao wakageuka wakapanda mlima wakafika bonde la Eshkol, wakalipeleleza. Wakatoa baadhi ya matunda ya ile nchi mkononi mwao, wakatuletea huku chini. Wakatuletea habari tena, wakasema nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni njema, lakini hamkukubali kukwea huko, mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu. Okay, nimeshaeleza hapo. Sasa sikiliza hapo 27. Mkanungunika hemani mwenu, mkasema. Sikiliza. Nakumbuka Mungu alishasema. Nao sasa wanasema. Ogopa sana mtu anayesema kinyume cha Mungu alichosema. Wakati nikiendelea, anza kutafakari. Litumie neno la Mungu. Nilikwambia hata mistari michache tu. Wewe tafuta kama mstari fulani ngangana nako kabla sijaja kuomba. Mungu alisema nini kuhusu wewe? Alikwambia nini? Kwamba usiogope mateso ya mwanangu. Usiogope dhiki hii. Hiyo inakutosha. Shika hiyo. Kwa sababu kuna watu wengine tunapita kwenye dhiki kila wakati. Basi wewe achana na maneno mengine yote. Shika hilo kwamba Mungu ananiambia sitateketea. Sitateketea. Mahali pengine Daudi akasema sitakufa bali nitaishi. Shetani anakutishia kufa kila wakati. Sema no, I will never die. Nitaishi. Nitaishi. Shika hiyo. Ngangana na hiyo tu. Wakati naendelea kuongea, wewe shika mahali. Kwa sababu hawa kuna kitu ambacho sasa wanasema kinyume na Mungu alichosema. Wakasema. Sikiliza. Mkasema ni kwa sababu Bwana ametuchukia. Jamani, Mungu alipowaambia anawapeleka kwenye nchi ya maziwa na asali, ni chuki. Alipowaokoa Misri, akasema amesikia kilio chao, ni chuki. Wakina Kora wameeneza habari mbaya kwa watu. Mpaka sasa wanaamini kwamba hamna mahali wanapelekwa pazuri. Mungu anaenda kuwateketeza. Hivi una habari kuna watu walishawahi kuhesabu wewe, wakakukadiria tu kwa maneno ya mtaani kwamba wewe ni mtu mbaya. Wao wenyewe wameambiana. Na ukweli hata wewe hujui ubaya wako ni nini. Lakini wameambiana kabisa kwamba wewe ni mbaya. Na hata wameambiana familia ya kwenu ni ya uchawi. Hata hawajali umeokoka. Kwamba mtu akishaokoka ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hiyo hawajali. Na kwa sababu wanajua hivyo na wameaminishana maneno yao kwamba wewe ni mbaya na umetokana na familia ovu. Wakianza kuona ukifanikiwa wanakuambia hamna, hafanikiwi. Ukishaona mtu muovu anafanikiwa, kifo kinakuja ghafla. Mpaka wewe unaogopa, unaanza kuhofu. Hapana, niko hapa kukuambia hayo maneno hayatakufikia. Tunayafuta.
Wanaamini ati Mungu anawapeleka mahali awamalize. Sio mafanikio, ni kuwamaliza. Ndipo akatutoa katika nchi ya Misri apate kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Kumbuka kule amewaambia ile nchi ina maziwa na asali. Huko kuna wenyeji Waamori waiti wa Perizi. Sasa wao wameachana na maziwa na asali, wameanza kushughulika na nani? Wahiti na Waperizi. Kwa nini atupeleke? Mtu anaambiwa, mwanangu wile, nenda Kenya kwa sababu nitakustarehesha, utakula maziwa na asali. Au nasema hapana, kuna Wakikuyu Kenya. No, Wakikuyu by the way ni kwao wanaishi, lakini wewe sahani aliyokutengea Mungu ameitenga, utakula. Ndio maana mtumishi mmoja wa Mungu nampenda, ambaye hajali maneno ya watu, yeye akasema I don't care about my enemies, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuiandaa meza machoni pa watesi wangu. Haizuii kile Mungu alichokusudia, haizuii. Hata kama maadui wamekuja, wamekuzingira, hapo machoni pao wakiona kwa macho yote, bado utastarehe na Jehova. Anasema hivi 28, anasema twakwea kwenda wapi? Twakwea kwenda wapi? Hao wamekataa eti. Chukua ili andiko spiritually, huo ni kiroho. Watu wangapi wamegomea mahali just because kuna maneno yamewatisha sana? Hao wamekaa kwenye wokovu kwa miaka mingi na haoni chochote, na kuna watoto wanaokoka nyuma wanaendelea, anaanza kuvunjika moyo. Kuna mabinti wamekuja nyuma wameolewa. Kuna kitu tu nataka ujifunze. Inawezekana ni password tu za kwako zimekaa vibaya, na huyu kama password zimelock, peleka kwa mtaalamu ata unlock. Weka password rahisi. Hiyo tu. Kuna wakina Mwangi hapa wanajua kwa lock vitu vingine, waletee, wata-lock device itaendelea kufanya kazi. Unatupa simu mpya Samsung sijui nini, sijui Apple kwa sababu eti ni imelock tu. Unatupa. Hapana. Kuna wataalamu wata-lock, watakufundisha, utagundua kumbe hata ulikokuwa umefika sio mbali na unakokwenda. Ni karibu. Malizia safari. Malizia. Hawa wamekataa. Tunakwea kwenda wapi? Imagine wewe ni Musa. Watu hawa wanaanza kukuuliza, tunakwea kwenda wapi? Reverend Gitai, umewaambia vile Mungu anakwenda kutenda, ukawaambia, ukaamini, wameelewa. Ghafla mtu anainua mkono. Kwani unatuambia tuamini nini? Utasikia kama vile kwani muda wote nilikuwa nawaambia haelewi? Sababu kuna maneno. Sema maneno. Kuna maneno. Sema nakataa maneno. Nakataa maneno. Nafuta kila neno. Ngoja nikwambie. Twakwea kwenda. Ndugu zetu, sikiliza. Hawa jamaa wanaokuaga katikati yetu kwenye familia wanakujaga wakati mwingine. Ndio maana hata kama ni ndugu wa damu, ukimkaribisha nyumbani, ukamsoma ulimwengu wa roho, ukamwona anatumika vibaya, mpe nauli arudi nyumbani. Sijui kama mnanielewa. Sababu sio kila ndugu wa damu ameandikiwa kae kwako. Hapana. Wengine watakuwa mwiba kama kwa Lutu na Abraham. Mwingine mpe capital akaanze biashara yake, akaondoke. Mwingine mpe godoro na kitanda aende kutafuta chumba, uachane naye. Mwingine mlipie mtoto wake school fees mara 2, achana naye. Kuna vitu vya kuangalia, isije ikawa yeye ndiye sababu ya mambo unapitia. Kwani nakuambia uongo? Situsome pamoja. Wawekee hapo wasome. Mstari wa 28 wawekee wasome wenyewe. Sikiliza. Ndugu zetu, sema ndugu zetu, wameyeyusha mioyo yetu. Wakatuambia wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi, miji nayo ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni, na zaidi ya hayo huko tumewaona Waanaki. Endelea mbele. Tumeona Waanaki. Mstari mwingine. Ndipo nikawaambieni msifanye hofu wala msiwache. Musa anaendelea kuambia, jamani,
Ndugu zetu wameyeyusha mioyo. Juzi nilikuambia hapa kuna maneno yakizungumzwa unashangaa pasa hata watu utoaji unashuka. Maana kuna maneno yameleta uzito mioyoni. Tangu mnatoaga mumeona nini? Kwani amuone yeye anaongoza magari kila siku? Unataka kuongozwa na kiongozi maskini, wewe ni mjinga? Kiongozi fukara maskini atakugawia nini? Kumbuka tunagawa katika vile tulivyo navyo. Kumbuka tunagawa uponyaji tulioko nao. Niliwahi kufundisha kwenye hii madhabahu wakati mwingine, huwa sisahau kwamba hata uponyaji wengine wote pia uponyaji hautoke mbinguni. Kwa maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote unavyolinda, maana ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Uzima unatoka ndani yako. Nini ninachokifanya mimi? Mimi Mungu anatibua kutoka ndani yangu na kugawia uzima. Kuna wakati mwingine nikimwangalia nagundua sihitaji kugawa iliyoko ndani yangu, natibua iliyoko ndani yako. Ndio maana Mungu ametupa mamlaka akasema pozeni wagonjwa. Sio kaombeeni wagonjwa. Wagonjwa waombewi, ila wanapozwa. Ukiombea wagonjwa utachoka sana. Utachoka. Kwamba wanaambiwaga pona, 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 pona. Nikikugusa ni kwamba wakati mwingine kuna wakati natoa ndani yako na kugawia. Kuna wakati natibua iliyoko ndani yako kwenyewe. Hiyo ndio siri ya ajabu sana ya Mungu. Sasa kuna wakati ambapo unatamani sijui, unaona wakati tukitoa ni yeye tu anaendelea. Ngoja nikuhakikishie, kiongozi yote anayetembea na Mungu lazima atakuwa mbele daima. Kwani wana wa Israeli walikaa na Mungu au ni Musa alikaa na Mungu? Sasa wangelinganaje na Musa? Hawezi kulingana na Musa. Alafu moyo wako unaharibika kwa sababu ya maneno. Unaanza kuja hapa umekuwa mzito. Wanasema ndugu zetu wamesema maneno yaliyoyeyusha mioyo yetu. Wametuambia, wameachana na neno la Mungu lililowaambia amewapa nchi. Hata kama kuna Wanefili, hata kama kuna Wayebusi sijui na Wahiti na Waperizi, hata kama wapo, lakini Mungu amesema nini? Mungu amesema nini kuhusu kufanikiwa kwangu? Hata kama natoka kwenye jamii iliyo rejected kabisa, hata kama nimezaliwa na kama mwanamke kalevi kama Samson. Samson alizaliwa na mwanamke anakunywa miratina changanya tangu asubuhi mpaka jioni, mpaka ilibidi amri itoke mbinguni kipindi cha ujauzito, kale kama mwanamke akakazuiwa kasinywa pombe. Wewe fikiria mpaka mbingu imwambie, haikumwambia ataacha milele. Kipindi cha ile miezi 9, at least miezi 9 mzuieni, mulindeni. Kama mama Samson kakiamka asubuhi alikuwa kanatafuta mahali chang'aa ilipo. Lakini hapo ndipo mnadhiri angetokea. Usiniambie maneno mengi kwamba eti kule nilikozaliwa, najua wewe ni Mkamba umetoka Kitui, sijui na Kitui zamani ungekutana na kuku na anakusalimia. Achana na hadithi za ovyo. Chana na hadithi. Ninajua neno moja, aliyeniokoa ni mwaminifu. Niliyemwamini ni mwaminifu. Kuna ubiri chachi moja mwaka mmoja sitasahau. Nafikiri sijui kama Reverend ni utakumbuka miaka ile nikija Gashie, alafu naenda kuhubiri Mwamwito kule. Miaka ile na kule. Kuna chachi moja nilihubiri miaka mingi sana sitasahau. Alafu siku nafanya maombezi, miaka ile nilikuwa nina umri ule wa kutaka sarakasi nyingi, kwamba ukumbi huu ungelala mzima. Nilikuwa nafurahia hiyo wakati huo. Nilikuwa naita siku ya kuonyesha show. Sasa hivi napenda kukufundisha. Maana hata hizo show niliona watu wanaanguka wanaamka walivyo. Habadiliki. Sami, nilikuwa naangusha, yani nilikuwa nikisimama wanalala wote. Kabisa. Sasa wakalala, mapepo yakakamata mpaka Ashas. Ashas wanakuja kuzuia wanalala na wao na zile belti zao. Ashas. Baadaye mchungaji amekasirika, maana kuna assistant pastor wake alikuja anataka azuie mtu, maana amebakia yeye na assistant pastor. Ashas wengine wote wamekwenda flat. Alafu sasa kuna mtu mmoja ameruka hivi na pepo. Ameruka sasa, yule assistant pastor alikuwa ni ex-police. Lakini unajua pepo alijuagi ex-police. Ile pepo liliruka na yule na ni mama. Liliruka naye likampandisha juu.
Yule mchungaji akamrukia kwa huko juu, akamshusha na akamwambia pita na hapa, nenda ofisini. Akamtoa haraka. Pastor akakasirika kwamba sasa hapa nani ananisaidia? Tumerudi ofisini, akaniambia hawa maragoli wanaendaga nyumbani ndio wanaleta haya mapepo mengi. Nikamwambia wewe. Na you know what happened? After 2 months nikiwa Arusha, ile church iligawanyika. Ingeponaje na maneno machafu namna ile? Maneno ingeponaje? Unaongoza mpaka wa TZ pale, alafu ni useme hawa wa TZ wanaloga. Utamkosa ule mama, utamkosa. Hivi yuko wapi ule MTZ? MTZ uko hapo? Uko sawa? Nimekutetea. Wakitusema nipigie simu waambie wanatusema. Sikiliza, nataka nikwambie, sikiliza. Akasema hawa. Hiyo ni kitu inatoka ndani. Mtumishi wa Mungu akaona hawa, anaamini hata ingawa wako pale, amewaombea yeye, hata hawajaokoka, maana ni maragoli. Amewarudisha kwenye madhabahu zao za mababu na majini. Hapana. Sisi tuliookoka hatufungamanishwi tena na hizo madhabahu za kuzimu. Tunajua yeye aliyetuita, tunajua aliyetuokoa na anakotupeleka, na Mungu akisema tutafika tunakokwenda. Sijali lilikotokea bwana, sijali lilikotokea. Kila mtu akieleza historia yake hapa, ni Mungu tu. Na huyo Mungu katufanya hivi, atatufikisha tunakokwenda. Na kama kafanya kwa wengine, ni zamu yako. It's your turn. Ni zamu yako, atafanya. Sikiliza, anasema watu wameyusha mioyo yao, wameeleza maneno mengi, sijui miji ni mikubwa, watu ni warefu kuliko wao, miji yao imejengwa mpaka kufika mbinguni, zaidi ya hayo wameona wanawake. Ndipo nikawaambieni msifanye hofu wala msimuache. 30, Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu. Huyu ni Musa tu anaendelea kuambia kile Mungu anachosema. Ndiye atakayewapigania kwa mfano wa yote aliyowafanyia. Nataka uamini hili neno ninaposoma mbele yako, kwamba ni wewe nakuambia sasa. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania kwa mfano wa yote aliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Kama ukufa ukiwa kwenye hicho kilinge cha waganga wa kienyeji, kama ukufa kijijini wakati ukiwa kwa hao wachawi, hautakufa sasa. Kama ukufa ulipokuwa ICU, walipofanikiwa kukulaza kwenye kitanda cha hospitali, kama hawakukuua pale, sasa hautakufa tena. Kama walishindwa kukuzuia usianze foundation, hiyo nyumba inakwenda kukamilika kwa jina la Yesu. Inaenda kukamilika kwa jina la Yesu. Kama hakuweza kukuzuia, umeifikisha nyumba mpaka kwenye lenta, hiyo nyumba inakwenda kupeua kwa jina la Yesu. Kama walishindwa kuua watoto wako tumboni, umewazaa, acha kusema watoto wako waendelee kwa sababu. No! Kama walishindwa kuua tumboni, wanakwenda kufanikiwa. Sikiliza, na nasema hivi, Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania kwa mfano wa yote aliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. 31, na huko jangwani ulipoona alivyokuchukua Bwana Mungu wako kama mtu amchukuavyo mwanae, ndivyo Mungu anavyofanya. Njia yote mlioiendea hata mkafikiria mahali hapa, miaka yote mpaka umefika hapa ulipo leo, Mungu amekubeba mgongoni. Mungu amekubeba mabegani. Unajua kwa nini hawakukuweza? Wamekuachia maneno yao tu ya kutishe. Unakariri maneno ya mwajiri wako, alisema hakuna mahali utapata kazi kamwe. Niko hapa kwa sababu wiki hii nakukabidhi kazi mpya. Nakukabidhi kazi mpya bwanangu. Pokea kazi mpya. Pokea kazi mpya. Karabosha korobosaka. Yes. Nataka nimalize haraka. Hesabu 13. Naenda kumalizia hapo nikombe.
Taomba haraka tu kwa sababu Reverend anabaki na watu hapa usiku. Utaombea zaidi. Sikiliza. 26. Hesabu 13:26. Haya maneno ni lazima nikwambie vizuri sana. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh, wakawaletea watu wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Paka hapo ni sawa tu. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Hiyo hatuna mashaka, tumeona kweli maziwa na asali hapo, na haya ndio matunda yake, wameleta na zabibu na kadhalika huko. Lakini sikiliza, lakini wote si Mungu ameshasema. Sasa lakini ya kazi gani? Hivi jamani, amuone watu waliopiga hatua na wakusoma wakashikana na Yesu tu. Jana nilikwambia kwamba mimi kwa elimu niliyosomeshwa na wazazi wangu niliishia wapi? Standard 7. Hapo ndio wazazi wangu waliishia. Uko mbele tukaendelea na Yesu. Certificate, diploma, master, PhD. Sio kama mmenielewa? Nani anakuambia ufiki mbali? Wale watu waliokuambia ufiki mbali waulize hapa ni wapi? Waulize hapa ni wapi? Watu wa kijijini kwani walikuambia ufiki mbali? Siku zinakuja na zaja upesi takazo wauliza hapa ni wapi? Maana Bwana atakufikisha mahali kwenye kilele na macho yao yataona. Ninyi nyote adui zenu hatakufa kabla hawajawaona. Ninyi nyote hamtazika maadui zenu kabla hawajaona mahali Mungu amekupeleka. Na unaenda. Sikiliza. Hayo mengine achana nayo. Anasema lakini, hebu sema lakini. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, na hayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. 29. Amaleki anakaa katika nchi ile Negebu, na Muhiti na Mwebusi na Moamori. Kumbuka hii sio habari mpya, Mungu alishasema. Sasa nini wanarudia hapa? Wanajifanya wao ndio wameenda kuwaona kwa macho. Si walishaambiwa hapo? Kwani Mungu hakuwaona? Wanasahau hata asali yenyewe walioambiwa. Bado Mungu anaona nyuki wapo, na hajawaambia kuna nyuki, amewaambia kuna asali, kwa sababu lazima waile asali no matter what. Tanyuki wazingire mzinga namna gani, asali inatolewaga. Wamesahau kwamba Mungu hakuwaambia mnapokwenda kuna ng'ombe, aliwaambia kuna maziwa. Kwani maziwa anakaga wapi? Si anakaa kwa ng'ombe, na lazima ng'ombe umkatie majani, si lazima ng'ombe umtunze. Kwa nini wasielewe lugha ya Mungu? Wanaanza kuleta stories za Waebusi hapa. Mungu alishawaambia hiyo nchi ina makabila 7 wenye nguvu kuliko wao. Mungu anajua, na ndio sababu yeye ndio anaenda mbele yao. Sio wewe, ni Mungu anaenda mbele yako. Hofu yako ni ya nini wakati wewe una chochote utakachofanya? Utasimama tu na kuona Mungu akikupigania hivi leo. Mungu atakupigania hivi leo. Mbingu zitakupigania mwanangu. Sio wewe. Wanafikiri ni sisi. Paulo akasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tunaweza. Nimalizia paraka historia yao, usikie maneno haya. Caleb anasema Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Mwebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Caleb, sema Caleb, akawatuliza watu mbele za Musa. Tumpate mtu wa kutuliza watu. Tupate mtu wa kutuliza. Familia yako inahitaji mtu wa kutuliza. Wametishiwa sana. Wameambiwa kwao hakutatokea mtu wa maana. Watulize, waambie niko hapa, mimi nakwenda kutokea. Wameambiwa kwao hakuna atakayeendesha gari. Waambie niko hapa, tulieni. Zamu yetu imefika ya kufurahia. Watoto wako wanasema mami, dadi, tumeambiwa sisi ni familia ya kichawi. Waambie no. Hata mimi nilisikia zamani huko nyuma, lakini hapa sisi ni ufalme wa kikwani. Wana wa Mungu, tumeokoka. Majina yetu yameandikwa mbinguni. Hakuna uchawi kwetu, maana sisi ni taifa la Mungu. Sisi ni taifa la Mungu.
Anasema Kalebu akawatuliza mbele za Musa, akasema na tupande mara tukaitamalaki nchi, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda, tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala wanaoikaa. Si wamesema kuna watu? Sasa uongo gani tena wanasema kwamba eti ninakula wale watu? Mbona hawajaisha? Si wao wamesema kuna watu wakubwa wanakaa kule? Sasa historia ya pili imetoka wapi hapa? Kwamba hiyo nchi inakula watu wanaokaa ndani yake. Unaona vile ambavyo wamekusudia kuzuia watu wasiende. Kwa kutumia nini unajua? Mdomo. Kwa kutumia nini? Taarifa za mdomo zinaweza kuharibu destiny. Taarifa za mdomo tu. Maneno yanayotamkwa na mdomo yanaweza kuharibu destiny. Sikiliza. Mungu atusaidie sana. Kama ukisoma katika Warumi 13, Warumi 3:13-14 anasema koolao ni kaburi wazi. Koolao ni kaburi wazi. Kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira hii chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Ole wako ambao ulimi unakazana kutunga hila, kuachilia laana, kusema uongo na kupoteza watu, maana mabaya yaliyopandwa yatakurudia. Hapa ni ukali wa maneno imezunguka. Lakini sikiliza, nikwambie kitu kingine. Zaburi 45:1 Biblia inasema, moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Ulimi ni kalamu. Unaposema maneno, mwandishi wa Zaburi amefananisha na kalamu. Yanaandikwa yale maneno. That's why leo tutafuta hizo hati zote zilizoandikwa na mdomo. Tutafuta hizo zote ambazo zimeandikwa, maana Mungu wetu amekusudia kutupeleka. Ukisoma sehemu nyingine, nimekimbia kwa haraka, tukisoma kwingine ili tuende kuomba, anasema wakasema hata wale watu tulionekana kama panzi mbele yao. Niko hapa kukuambia I don't care unaonekanaje. Niko hapa kukuambia hiyo sijali. Ungana na mimi, usijali walichokuambia. Jali Mungu anachosema. Simama juu kwa miguu yako. Ripasa karabasha. Jali tu. Simama juu kwa miguu yako tafadhali. Huu ni muda mzuri sana wako. Mungu amekuambiaje? Anakupeleka kwenye maziwa na asali. Haijalishi nini kilichoko, unazingirwa na nini. Uliweka mahali watu wakakwambia ofisi hiyo haikalikaki. Hiyo ofisi haikaliki kabisa. Usijivune sana. Hiyo ofisi hawakai watu. It's okay. Sawa, nimekusikia. Lakini mimi nitakaa. Kwa sababu sio mimi, bali mbingu iliyonituma. Kuna wakati mwingine unapepelekwa mahali wewe ili kufanya deliverance, ukakomboe hapo hiyo ofisi. Unafika mahali wanakuambia hicho kitu ulichokalia cha hiyo ofisi kikalie tu, maana hujui utakaa siku ngapi. Hapo huwa hadumu mtu. Sikiliza. Uliwahi sikia maneno kama hayo? Hadumu mtu kwenye hiyo kiti. Hanaondoka. Na wewe hata kabla ya jambo lolote unaacha kazi mwenyewe. Hofu. Wacha nikuhakikishie, nguvu zote zilizowaweza wengine hazitakuweza wewe. Hicho kiti wengine walikikalia wakafa, wewe peke yako utaishi. Wewe utaishi. Hiyo ofisi walikaa watu wakakimbia, wakatoroka. Wanakuhesabia kwamba mwingine alichanganyikiwa yuko mitaani. Wanakutajia na mahali ulipo, halipo sasa, akiokota makopo. Anakuambia ukitoka kazini pita hivi kwa barabara fulani, utamkuta hapo, alikuwa kwenye hii position yako. Na wewe unapita kweli na unamuona pale, mwambie pole sana. Hukuwa na kinga niliyoko nayo. Mimi hawataniweza. Aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko aliyoko ndani yao. Watakuhesabia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka, watagundua una Mungu asiyetikiswa. Usiogope maneno yao. Usiogope maneno yao. Tunafuta. Taka tutubie utaratibu huu kuturahisishia. Neno langu moja tu linakutosha.
Tamko langu moja tu mwanangu linakutosha. Ningetamani ninyi wote niwaguse tu, kila mmoja. Na ili nifanikiwe kwenu wote, sitapigana na ninyi mwereka. Nitakuwa natamka. Sitaka nikisema toka, sina kitu nasema toka, nafuta. Bahati mbaya sana sikuwa na blackboard hapa. Ningetumia kitu kimoja tu. Lakini hiki nitakitumia kwenye mkono wako na uso wako. Nitakuwa nafanya hivi. Nimefuta. Nimefuta. Kama tungekuwa na ubao hapa, ni kwamba ningekuwa nafuta ubao tu wewe ukipita. Nafuta ukipita na usikie vile Mungu anafanya kwako. Na uende kuangalia sasa mambo yanaanzaje kubadilika. Ningekuwa nafuta tu. Yaani ubao ungekaa hapa naendelea kufuta tu, mkipita mkiondoka, mkipita mkiondoka. Weka dhabihu yako. Weka dhabihu yako, nafuta unaondoka. Nafuta unaondoka.